Gavana wa Isiolo Abdi Guyo amepongezwa kwa kuendelesha juhudi za kuleta amani katika kaunti hii ya Isiolo, haswa mjini Isiolo. Ni pongezi ambazo zimetolewa na Askofu Daktari Balozi Stephen Kalunyu wa kanisa la Nisa na ambaye ni mshauri wake kuhusu masuala ya kidini. Gavana Abdi Hassan Guyo kwa kufanya mkutano wa amani pale mjini Isiolo, mkutano ambao ilihudhuriwa na halaiki ya watu kubwa sana, na haikuwa na chuki, maneno ya fitina, haikuwa na maneno ya uchochezi, ilikuwa na maneno ya upatano na maridhiano na wapinzani wenzake. Na naomba na kusihi viongozi wetu wa upinzani na wale wako katika viti washirikiane. Haikuwa na maneno ya chuki, ilikuwa na mambo ya uridhiano, maneno ya ushirikiano, maneno ya upatano. Tunaomba wengine pia waweke mkono wa amani ili Isiolo yetu pia ipate utulivu. Ametoa wito wa amani kwa viongozi wa upinzani na wakazi wa Isiolo ili kuleta maendeleo, kwani amani huchangia pakubwa kuwavutia wawekezaji. Tungependa mahali ambao kila mtu anafurahi, kwa sababu sisi tunapenda amani. Bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna masomo, bila amani watu hawezi kutoka kutafuta chakula, bila amani watu hawezi kuwa na amani hata katika manyumba yao. Na kama amani, ukikosa amani moyoni, hata utapata magonjwa ya mengi ambayo yatatokana na mshtuko wa moyo na msongo wa akili. Kwa hivyo ile mivutano na mishukumano wa kisiasa isifanye watu waliokuwa marafiki wakosane kwa njia ambao hawezi patana. So naona kuna light at the end of the tunnel. We are looking forward to a very serious unity between the opposition and the leadership. Hata hivyo, ametoa wito kwa MCAs ambao wako upinzani kushirikiana na gavana kwa manufaa ya wakazi wa kaunti hii. Na wapongeza wale MCAs tayari wameonyesha kukubali kufanya kazi na uongozi ambao uko, na mimi na waomba wale ambao bado pia wawe na moyo wa kutaka kufanya kazi pamoja ili hii muda ambao imebaki tumalize kwa utulivu na amani. Baadaye tutaulizana utenda kazi wa kila mtu, hata wao wenyewe tutauliza, ninyi mlitusaidia ama mlisosana. And lastly, ujumbe wako kwa wenye walikuwa kazi na governor utawaambia nini? Wale ambao wamebahatika kwa niaba yetu kupata nafasi kudumu katika serikali hii, tunaomba wafanye kazi kwa uadilifu na wajitolee kujenga bridges mahali watu wamekosana, na wasaidie pia kupeleka huduma mahali haijafika, na kuhakikisha kwamba kuna usawa wa utendakazi bila ubaguzi, bila chuki, bila upendeleo. Tuone kwamba watu wetu wote wanaishi kama jamii moja. Na wale wajabahatika tunaendelea kuwaombea pia wabahatike, ili pia kama nafasi bado zitakuwepo, najua watu wataendelea kuangaliwa na merit na qualification, ili pia kusiwe na ubaguzi wa watu ambao wanastahili.